Maisha ya jamii. Marriage is what I call God's covenant of companionship. Ni agano la Mungu la uhusiano. Mungu anaongea na Adam na anasema it's not good for a man to be alone. It's God who said that. Na ninaamini ya kwamba niliweza kuzungumza hapo awali. Unaweza tafuta fundisho hilo katika YouTube au mahali pengine, pale ambako nimezungumzia kuhusu Mungu mwenyewe akisema it's not good for a man to be alone, na nikaweka tofauti dhidi ya alone na loneliness. Kwa hivyo kuna hilo tofauti. Sasa katika fundisho la leo ningependa tuweze kuangalia hii doa ni nini. Hii doa, tunapozungumzia kuhusu doa ni nini? What is this thing we are calling marriage? Marriage is God's covenant of companionship. Yeye mwenyewe ndiye amezungumza. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo ni 3, Mwanzo 2, samahani. Mwanzo ni 2, fungu la 21 hadi 22. That is Genesis chapter 2 verse 21 and 22. God said, and the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam. Mungu akamfanya Adamu alale usingizi mzito. Na Biblia inasema ya kwamba and he slept. Na Adamu mwenyewe akalala. And then God took one of his ribs. Na Mungu akachukua ubavu mmoja wa Adamu. Then that rib which the Lord God had taken from the man, hiyo ubavu ambao Mungu alikuwa amechukua kutoka kwa mwanadamu au kwa Adamu mwenyewe, akamfanya mwanamke. Biblia inasema he made into a woman. That rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman. And then, sikiza, and then he brought her to the man. He made a woman and brought her to the man. Notice that God is bringing the woman to the man. Mungu anamleta mwanamke kwa huyu mwanamume. It's God who brought her to him. Mungu akimleta, alileta huyu akiwa ni msaidizi wake. He brought the woman to him. Now, the first marriage ceremony was conducted by God himself. Tunapozungumzia kuhusu doa, tunasema ya kwamba doa ya kwanza ilifanyika katika bustani ya Eden kati ya Adam na mke wake Hawa in the presence of God. Remember that this was way before sin was introduced in the earth, kabla ya dhambi kuingia katika dunia. Na kwa hivyo akaweza kuwaleta pamoja. Now Adam did not go searching desperately through Eden for a woman. Adam hakwenda akitafuta mke, hakwenda kutafuta. Ni Mungu alileta. The Bible says God understood his need. No wonder he said it's not good. Mungu mwenyewe alielewa hitaji la Adam. Alilielewa kabisa. Na kwa hiyo Mungu akaleta sasa, he provided companionship according to the divine wisdom. Mungu akaelewa shida ya Adam na akaweza kumleta huyu mwanamke kwa Adam kulingana na hekima yake ile ambayo ako nayo. Naye Adam alipoona mke wake Hawa, when Adam saw that woman, Eve, he said, this is bone of my bones and the flesh of my flesh, and she shall be called woman. Hiyo ni Genesis 2 verse 23. And Adam, inasemekana ya kwamba kumwangalia tu hivi mke pap, alijua ni huyu. You know, there are people you will find
ya kwamba unatafuta mke au ungependa kuoa na hujui ni wa namna gani, hujui atakuwa kutoka wapi, but guess what, when you see her utasema ni huyu, ni huyu, ni huyu. You know, God has put that in us that you can feel it. Unaweza ni huyu, it is this one. Have you ever gone to kwa duka kutafuta nguo, alafu mwenye duka anakuambia can I help you find it? Tunamwambia no. Ni gani unatafuta? Hata mimi sijui ni gani ninatafuta, but when I see it I will know it. Na hakika ukienda kutafuta na ukiona unasema ndio hii, ndio hii. Kiatu ndicho hichi. Ndio tai ndio hii. Shati ndio hii. Tai ndio hii. Hata kuna mtu utasikia kwamba huyu ndiye. Huyu haikosi ndiye Mungu ameniwekea. Adam recognized Eve. He recognized Eve. He recognized that this is Eve. Na akasema ya kwamba this is the one I should have. This is the one I should have. And so he is coming in and singing that because he is recognizing that huyu ndiye ambaye ninastahili kuwa na yeye kama my equals, kama my companion, kama my equal humanity, mtu ambaye ana dignity, mtu ambaye ana kusudi au ako na purpose. Adam felt all that. Na akasema this is bone of my bones. This is flesh of my flesh. She was taken from him. God took her from Adam himself. Na alitolewa kwa ubavu. Hakutolewa kwa miguu. Hakutolewa kwa miguu. Kwa hivyo si wa kukanyagwa na miguu. She was not taken from the feet, and therefore she could not be trampled on under the feet. You cannot do that. She was not taken from down there. She was taken from the side. Alitolewa hapa side. Kwa hivyo anastahili kuwa treated as a side, beside. She's a creator beside me. She is close to my arm. She is here for support, here by the arm, and she is near the heart to be loved. Hakutolewa miguu azikanyagwe, hakutolewa kwa kichwa azirimo na kichwa, alitolewa hapa kwa side hapo ili awe protected. Naonyesha mapenzi ambayo iko katika karibu na moyo. Marriage was designed by God himself to be companionship, not competition. Hamuji pamoja ili mushindani, ni kusaidiana. Is hivi. Mahali kuna gap unaingia pap. Hivyo. Kwa tight knots. Marriage was meant for cooperation, not domination. Doa ni kuhusiana, si ya kutawaliwa au kutawala. Marriage is designed, or God designed marriage to be a covenant. It's a covenant, not a contract. Mungu ameweka doa iweze kuwa ni covenant, ni agano dhidi ya watu wawili, vikundi viwili, familia mbili, jumuiya mbili, kabila mbili, nchi mbili, or whatever or more. Sio contract ya kwamba tumeandikiana huu mkataba utaisha kesho. Huu mkataba utaisha acha nione 2 years from now. You know, that's what a contract says. A contract says, I will fulfill my part as long as you fulfill yours. That's what it is. A contract is where we agree. Nitakujengea nyumba, but you have to pay me. Nitachimba barabara, but you have to pay me. Nitafanya half na wewe utafanya half. Hiyo ni contract. That's what a contract says. As long as you fulfill your part, I will do my part. Now when it comes now to the covenant inasema ya kwamba by the grace of God, I am committed to you.
I'm committed kwa uwezo wa Mungu nimejitoa kwako nikuhudumie, niweze kuwa mwaminifu kwako. Even when the journey becomes tough, I will stand with you. No wonder kuna ile vow inasema ya kwamba for better or for worse, hadi kifo kitakapo tutenganisha. Na asikumaanisha ya kwamba ndoa haina shida zake. Ndoa ina changamoto baba. Ndoa ni moto. Na ndoa ina uzuri wake. Ndoa ni kama wewe, you have some hard parts and you have some soft parts. That's what it is. It's life. It's like, it's not that, mimi niliolewa sijakuwa na shida, hatujakosana. Lazima utajikuta kuna vitu haupendezwi nazo na mnaongea mnapita. Na wakati mwingine unajikuta ya kwamba it's really not working. Kuna shida hapa. Siku moja, siku mbili, wiki moja, wiki tatu, mwezi moja, miezi tatu. You know that happens hata mwaka. But then once you sit down and you rectify the situation, you move on. Na ndio unaona Mungu akisema katika Mwanzo hiyo 2 fungu la 24 anasema, therefore a man shall leave his father and mother and will be joined to his wife, and both of them they shall become one flesh. You see, this verse is presenting 3 essential elements or essential movements kwa marriage. Hii fungu inasema mambo matatu. There is the living and the cleaving and the joining or becoming one flesh. Now, when we are talking about living, marriage creates a new primary human relationship. Ndoa inajenga uhusiano mpya. You know, you have this family, you are related to this family, but now there is a new one that you are cleaving unto, and so you are creating another one, a primary human relationship. And so a husband and a wife must honor their parents. Leaving your parents does not mean that you don't honor them. You are honoring them, but they must also establish what we call appropriate boundaries. Wakati wewe umeoa, kuna kule kuacha wazazi. Kuacha wazazi ni kusema nini? Ni kuwapatia heshima yao, lakini pia wakupatie pia heshima yako. Na ili iwe namna gani? Muendelee kujenga ile, na hii bado mmeshikilia, lakini mmeiacha. Na wazazi nao wakuachilie. Wazazi achilia kijana aende akaanzishe boma yake, kama vile na wewe uliachiliwa na wazazi ukawa na hiyo uko nayo. Useme ya kwamba msichana yangu, kijana yangu. Hapana, uache waweze kudiscover wao wenyewe. Because many marriages suffer because someone somewhere did not live physically. They never left the home. And if they left the home physically, but emotionally they never left. Kuna watu ambao wameoana ambao physically waliondoka. Physically walipata nyumba zao, ni sawa. Lakini emotionally they are still attached to their mother, attached to their father. Unapata huyu ni mtu ambaye alioa, lakini chakula ni ya mama bado. Mshene ni ya mama bado. Mambo yake ni mama. He is mama's boy. Hawezi akafanya uamuzi wote ule mpaka mama aamue. Mpaka mama aseme au baba. Mke anakuja secondary or tertiary, anakuja uko mbali. Biblia inasema ya kwamba you need to live. You live. You cannot be in this family. You cannot be in your own family, and every disagreement is reported to the parents. Every decision is reported to your in-laws. Is reported to your father, to your mother. See, this new marriage will never develop to its own identity.
Because the other forces, the other powers. Kuna watu ambao hata kama mlioana, shida zenu, vita vyenu, taabu zote na uamuzi wote, lazima mama amue. Baba akikataa, unaambia mke wako, mama alikataa, baba alikataa. My mom is not supporting this. Kwani mliongea? Yeah, you know I cannot do anything without telling my mom. I have to tell my mother. So I had to go and talk to her and tell her what we are thinking. Nikamwambia tunataka kununua gari. Akasema nini? Akasema sasa ninanunua gari na wao bado wako na shida. Kwa hivyo hatutanunua sasa, kwanza tufanye nini? Tutatue shida zao. Mama. Au ni mama, yeye lazima apigie mama yake au baba yake. Anambia tunataka kujenga nyumba na sasa sijui kwa nini unajenga nyumba sasa? Si kwanza wewe unajenga na sisi hata hatuna hata kiti. Msichana anaanza kusaidia nyumbani. You left physically, but emotionally hujatoka huko. You don't have your own identity. Haujui familia yako, haujui bwana, mpaka nguvu zinatoka Ikuru. Zima powers kuna mahali zinatoka. You need to understand that living does not mean abandoning parents. That's not what it means. It means establishing a new household with a mature boundary. Umewaacha, lakini hapa kuna boundary sasa. Na hiyo ndio sisi kama wazazi sasa, kama kuna watoto wameoa kuolewa sasa, keep off. It's okay. They are going to make a mistake. Let them make mistakes. It's okay. It's okay. It's okay. Let them make mistakes. Wako sawa. Let them identify. Wacha wao waweze kuestablish their identity, in their own household with mature boundaries. Wajue ya kwamba hapa ndio tuna. Wacha waanguke, wataamuka, watainuka, wataelewana wao, hata wakikosana is okay. Ni kujuana, wanajuana kwa sababu watu wamemaliza miaka zaidi ya 30 kila mtu kwao. So ni ngumu kuingiana. Itaingiana tu, lakini kuna shida kidogo. So there is the living aspect. The living aspect has to be there. Every marriage has those 3 elements or those 3 movements. Number 1, living. You need to live physically and emotionally. Detach yourself. Hiyo umetoka ni nyumba ya baba yako. Ni nyumba ya baba yako. Hiyo ni nyumba iko na mume na mke. They can make their decision. Kijana, tulia kwako. Tulia kwako mama, msichana, tulia kwako. Kama unajenga sasa uko kwako. Utajenga na usijenge peke yako. Na wakati umeacha wazazi, ni lazima nyinyi mkubaliane. Kama ni lazima tufanyie wazazi wetu jambo fulani, ni lazima tuwe tumekubaliana. Kama ni msaada, tutume sote pamoja. Si ndio? Kwa hivyo tunatuma pamoja, tunaelewana pamoja, tuna changamoto pamoja, tuna hili jambo pamoja. That's how it is. Living. You must live physically and emotionally. Get detached from your parents. Enda uwatembelee ukiwa mgeni. Huko si kwenu, ulihama. Msichana, hata ukikumbuki siku ya harusi ulisidikishwa na saduku. Saduku ilikuwa na vitu zako mami. Kukuonyesha sisi hatukujui huko. Enda ukajulikane huko mbele. Ukirudi hapa unakuja kama mgeni. Hata kama utarara unatuuliza kwanza kama utarara. Tufikirie na tukuulize kama bwana yako anajua. Si vile na bwana yako. Hata yeye akirudi nyumbani, kama unaenda, mama atajua na ni vizuri ajue. Unasaidia, wacha ajue. Sababu hizi ni serikali mbili. Kuna serikali yako na kuna serikali ya wazazi. Biblia inasema ya kwamba kwa hivyo baba, wewe utamwacha mama, utamuacha. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Therefore, a man shall live. Si ni Mungu alisema? You will live. Enda ukajaribu kwako. Then jambo la pili, you cleave. Hiyo ndio cleaving. Joining. Gluing. This word cleave or join, hiyo jina hilo, that word cleaving or joining, ina describe a strong and a faithful attachment. Umeshikana. Pengo za maisha. Mukafungwa na kifunguo ikamezwa na mchungaji au akaitupa. Kuna kifunguo ya kufungua. Ndio anasema for better or for worse till death. Kwa hivyo kama tutaifanyia kazi
Ni lazima tuifanyie kazi tukijua ya kwamba we are joined together. We are bound together. We are strongly attached faithfully. Hivi. Pap. Muna complement. Amukuja hivi. Mulikuja hivi. Complementing each other. And therefore a marriage is more than living together. It's more than living together. Because kuna watu wanaishi pamoja hata different genders lakini hawajawana. Au watu wenu. Lakini this cleaving, this is joining of lives. Ni maisha, ni maisha ya watu wawili naingiana hivi. It's joining the lives of two people. It's joining the dreams of two people. It's joining the responsibilities of two people. The struggles, the bodies, the finances. Yani munaingiana hivi, na kuingiana huku sasa ni vizuri uelewe ya kwamba ni maisha ya watu wawili yamekuja hivi. Pop. Na yakiingiana hivi tuelewe ya kwamba ndoto zao zimeingiana, jozi zao zimeingiana, mapenzi yao yameingiana, miili yao imeingiana, pesa zao zimeingiana. Yani ni kuingiana. Sio nisema kuingiliana, lakini hivi. Familia hizi mbili, your future, watoto hivi. Alafu ya tatu inasema ya kwamba you become one. Na tena inasema flesh become one. So oneness it's not an instant uniformity. Hii kuingiana iko kazi. Hiyo kuingiana hivi iko kazi. Si ati tumeingiana leo kuna kusomana, kuna kuelewana, kuna hivi pole. Mpaka kuna watu wanaingiana unaona walifanana. Waliingiana mpaka wakafanana. Hii. Elewa ya kwamba wakati tunaposema wamekuwa mwili mmoja, hiyo ndio sasa meaning ya marriage. Hiyo. Hapo ndio maneno iko sasa. Hapo kuwa mwili mmoja hapo. Kwa sababu hii ndio ilikuleta huku. Si pesa. It's not money that made you leave your parents. It's not a house that made you leave your parents or cooking, no. One flesh. And so the husband and the wife, both of these people, they cannot kosa kuingiana. But elewa, kuingiana huku does not mean they lose their identity. Vile kuacha wazazi wako hakukufanya uchukie wazazi wako na uache kabisa. Vivyo hivyo na kuingiana huku hakumaanisha ya kwamba I have ceased to be me, myself and I. Neither have you. Kuingiana huku hakumaanishi ya kwamba ati sasa mimi nimemea siko. Yani Munene hayuko, yani Kamau hayuko, yani Godfrey hayuko, James hayuko. You are no. You don't lose your identity. You don't lose your personality. You don't lose you. You don't. What they do is that they learn through love and God's grace to live as a united front. To live as a united team. This is a team of two. When the Bible says they are no longer one, two, but one. Hiyo inamaanisha ya kwamba kuna vitu tuko pamoja in purpose. Hiyo imaanishi mumeisha. No. You don't, ati sasa mimi si mwanaume tena, hata sielewi mimi ni kitu gani. Tangu tulipoachana sasa, tulipoana sasa, I ceased to be me. How now? You are still a woman. You still carry your womb. I'm not going to carry a womb simply because we got married. I will not. Kifua yangu itabaki tu vile iko. Kifua yangu itabaki vile iko. If you know, you know. Itabaki vile iko. Sia kwa sababu hata tumeoana sasa mimi, sasa hata nywele yangu itakuwa hiyo sasa ninaweka wigi hata kwa sababu sasa mimi ni mke na hapana. Kuwa mwili mmoja ni vile inasema mwili. That mwili mmoja
that body, hiyo mwili kuja pamoja. That is what he means. Si kwa sababu ulikuwa daktari na huyu alikuwa ni karau, sasa umekosa kuwa daktari, utakuwa mutachanganyikiwa. Hii kuwa mwili mmoja, understand, is not even becoming one intellectual. Hakuna. Unaweza ukiwa mke mjinga ataishi akiwa mjinga, si kwa sababu wewe ni daktari uko na PhD na huyu hajakanyanga shule na ana ujinga yake ya maisha, at sasa useme ya kwamba yeye sasa ni PhD holder. We are one. How? Kama wewe uko na PhD mke na mume wako alikataa shule, alianguka darasa la 2, hakupita, yeye akatafuta kazi, sasa anakuanga ni watchman or whatever anafanya. Mimi nazia kwamba nadharau kazi hiyo, lakini nasema ya kwamba ile kazi anapata sio ya PhD. Mke wako ni PhD. Hakuna siku utasema sasa mnajua mimi tangu nioe, mnajua sasa mimi pia ni PhD. Unajua mimi sasa pia ni PhD Si mnajua hivyo? Unauliza PhD ni nini? Nani ajui? Nani ajui PhD ni permanent head damage? How? See, when it is saying you leave the parents and you cleave to your wife or your husband and the body will become one flesh. Hiyo kuwa one flesh ni ile muna share the flesh. Ndiyo hiyo. It is what made you leave your home. Haukutoka kwenu kwa sababu hakukuwa na nyumba. Mlikuwa na nyumba. In fact, hata kuna wengine wanatoka mahali kuna pesa, unaolewa na fukara. Unatoka mahali muna magari, unaolewa mahali kuna baisikeli. So it is not those material things that make someone get married. No. It's not those things that make someone marry this lady. No. It is what you could never get from your home. Hiyo ndiyo ambayo inafanya uoe kuolewa. Kile ambacho ungepata kwenu ndicho hicho kilifanya uhame kwenu. Hicho. Kama ulienda ukakuta ni ukuta utaka, you won't. And so that is what makes you become one flesh. Let me ask you this question. If you get married now, today, and then you're on your way to the reception, in the process mumeanza kukosana kwa gari, mukienda kwa reception. Kwa reception mumekosana kabisa, alafu usimame useme you know what, I'm done, sitaki. Na mlikuwa mmechukua vows na mmemalizana, but kabla hamujafika nyumbani, kwa reception mumekosana kwa reception. Let me ask you, hapo kuna ndoa? Mumeachana hapo? Mumekuwa one flesh? No. Lakini ukioa kama Yakobo, uende nyumbani, asubuhi ugudue uko na Lea badala ya Rachel, urudi kwa Yakobo umwambie nataka kurudisha, atakwambia no. Why? Goods once sold cannot be returned. Ulinunua, ulifungua, did you bas, hiyo tosha. You have become one flesh. That's what it is. Kwa hivyo tunaposema one flesh, when we are declaring about one flesh, tunamaanisha mwili mmoja. Mwili ambao ni ule ambao umepatana na ukaingiana. That is what one flesh means. But in the process, mutakuwa munaongea vitu, munakubaliana, munaongea hiki, munakubaliana, hili jambo linakuja, munakubaliana. Hiyo kukubaliana, one target, one aim, one purpose, pia inamaanisha kuwa kitu kimoja, lakini mwili mmoja, si mawazo. Na pia wakati mumepatana, it does not mean that you lose your identity and your personality because you are married. No, you still hold to it. Na kuoana na kuolewa haimaanishi sasa wewe utupe marafiki zako na wewe umekuja kwa hii nyumba ufagie nyumba ya huyu bwana yako kabisa. Wale wasichana na mama na vijana wengine walikuwa naongea nao, unawaambia imeisha, sasa unaanza maisha mapya. No, you don't do that. You don't do that. Haifanyiki hivyo. Ni lazima muweze kujua kwamba we are growing together. You are growing together. You become one, pole pole. Because becoming one takes time. It takes time to, inachukua muda. Pole pole. Maisha si siku mbili. Mko na kasafari. And therefore, this becoming one
requires communication. Kuna mawasiliano ambayo itakayopatikana. This becoming one requires patience. This becoming one requires humility. This becoming one requires understanding. Hii kuwa moja, kuna mawasiliano, kuna kuelewana, kuna kuishi pamoja. Hiyo peke yake inawafanya mnakuja pamoja. And perhaps more than anything else, it requires forgiveness. Hii kuelewana ili tuwe kitu ya maana, ni vizuri tuweze kuwa watu wanaojua, wanaofahamu kusameheana. It's very, very important. Na kwa hivyo, wakati tunapoangalia katika ndoa hili, tujue ya kwamba kwa Mungu, ndoa is a covenant companionship. Ndoa si tu kuishi kwa nyumba moja, ni kuweza kuelewana, ni kuweza kujua tunapita wapi, tukienda wapi, na sana sana tuweze kuwa na upendo na kusameheana. Msamaha is a commodity that I would love you to keep within reach katika nyumba zenu, katika nyumba yako. Na msamaha uko, Mungu aliweka msamaha kwa sababu alijua watu watakosana. Kwa hivyo kama mnakosana, haimaanishi ya kwamba wewe si kitu. It's okay. Watu wanakosana. Kukosana kwani ni kuua? Na mkikosana sasa, shida si kukosana. Shida ni kwamba unafanyia nini hiyo makosa. And so we need to understand ya kwamba maisha haya ni ya wale ambao wako pamoja. Lakini pia maisha ya jamii sio hao peke yake. Maisha ya jamii pia inawahusu wale watu ambao wako single. Na hapo ndipo tutaendelea. Tutakuja kuangalia tuone ya kwamba huyu naye single naye anaingiaje katika familia. Na kwa hivyo asante sana wakati tunapoangalia katika nyumba zetu. Wakati tunapoangalia nyumba zetu tutasimama namna gani hasa katika karne ya 21. Swali linaulizwa, je, nyumba itasimama kweli? Will marriage survive in the 21st century? Will they survive vile shetani ameamua anataka kumaliza ndoa, vile ambavyo watu wameanza kusahau kile Mungu alianzisha. Alianza mume na mke, sasa imekuwa ni vitu tofauti. Unapata ni mke na mke, mume na mume wanyama. Hii taabu. Marriage is under siege. Marriage imeshambuliwa, lakini kama Mungu mwenyewe alianzisha, marriages will stand. It's an institution that was instituted and established by God, and therefore lazima ndoa itasimama. Lakini upendo na msamaha viweze kuwa vizingiti viwili, 22, two pillars, nguzo mbili ambazo zitasimamisha nyumba yetu, nyumba yenu. Na Mungu awabariki hadi wakati mwingine katika kipindi cha Nuru ya Matumaini kijacho. Ni mimi wenu Mchungaji Mwenene, na maisha ya jamii yaboreshwe kwa sababu ya Kristo. Asante sana, mubarikiwe. Yesu Bwana Mwokozi, acha mambo ya dunia yanayokusumbua.